Shalom, shalom, shalom. Karibu sana mwana wa Mungu. Ninakufunza sehemu ya pili ya ndoto hizi. Unapoota mwishoni mwa mwaka, inakuashiria kwamba utakuwa na mwaka mzuri. Ndoto ya kwanza, unapoota inakuzungumzia mwaka unaoingia utakuwa ni mwaka mzuri. Ni ndoto ambayo unaota ukiwa kwenye nyumba nzuri, unahamia nyumba nzuri, nyumba ambao ni bora kuliko ile ambao umekuwa ukiishi. Sasa ndoto hiyo inakuzungumzia kwamba Mungu anaenda kuboresha maisha yako, unaenda viwango vipya maishani. Kwa hiyo zingatia sana ndoto hiyo. Ndoto ya pili ni ndoto ambao unaota na mayai. Haya ni mayai, maybe unayapanga yale mayai, una mayai ila hayajavunjika. Basi ndoto hiyo inakuzungumzia Mungu anaenda kukupa mwanzo mpya. Mungu anaenda kukufanikisha. Mungu anaenda kuboresha maisha yako. Uchumi wako unaenda kuwa sawa. Ndoto ya tatu ni ndoto ambayo unaota ukinyeshewa na mvua na unaona kabisa una raha unaponyeshewa. Yaani ni mvua ambayo inanyesha, unanyeshewa na unaona uko na raha. Basi ndoto hiyo inakuashiria katika mwaka unaoingia mbingu Mungu amekufungulia na anaenda kukupa hazina yake. Mungu anaenda kukufanikisha na kuna heri, kuna baraka kwa maisha yako. Ndoto ya nne, unapoota ndoto hii inakuonesha mwaka utakuwa mzuri kwako. Ni ndoto ambao unaota ukiwapa watu vyakula ama unawapa watu zawadi. Basi ni ndoto ambayo inakuzungumzia mwaka unaoingia utafanikiwa na utakuwa wa baraka kwa watu wengine. Utakuwa wa msaada kwa watu wengine. Ndoto ya tano ni ndoto ambayo unaona ukiwa na raha, ukiwa unafurahia. Kwa ile ndoto unaona unafurahia, una raha, unacheka, basi na kuzungumzia mwaka unaoingia unaenda kupata habari njema. Barikiwe sana. Shalom.